Hapa nililipia alafu nikawa nimestop kwanza kwa sababu hapa kodi ilienda kama miezi 4 kwanza. Baada ya kushindwa kubalance baadhi ya vitu vizuri zaidi mwaka 2025 ulikuwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo nikawa nashirikisha ndugu zangu, sikutaka kuwa na haraka. Japo wao ambao sio na haraka niliwaitikia tu kusoma, lakini roho ilikuwa inanima kwa sababu hela ilikuwa inaenda. Lakini nashukuru mwisho wa siku Mungu ni mwema, nikajichanga, nikaandika proposal zangu. Mungu ni mwema zikakaa sawa. Kwa nini mimi supermarket? Kwa nini sio biashara nyingine yoyote? Nadhani ndio kitu ambacho nakipenda sana. Na nimeona watu wanakula. Mwanzo ilikuwa ni nafaka tu, lakini nikaona kwa nini sitafuta kitu cha kusindikizia hizo nafaka. Mtu akija kuchukua unga, basi hata apate na kuja kuchukua hata mchele, apate tena mafuta ya kupikia huo mchele. So nikaamua tu nitengeneze, niweke tu vyakula vya aina zote na kila kitu ambacho kinahusiana na chakula. Kwa kuna zile kei zako sasa hivi sio tena Asma Outlander, ni Asma Outlander na mfanya biashara pia. Sijajua nyinyi mtaweka vipi, lakini kila mtu atatengeneza ambavyo linakaa sawa. Kwa namna ambavyo ulitengeneza leo jambo lako, ilionekana kama kuna namna kama Asma anavalishwa pete hivi au Asma labda anafanya hivi na hivi. Imekuwa surprise sana. Kwa nini kutengeneza vile, natamani kujua. Na umealika watu wengi sana, umealika Diamond, umealika Mario, umealika nani? Diamond. Nashukuru Mungu kwa sababu mimi sikutema iwe hivyo. Mimi niweka tu poster ya Asma Big Day. Kwa hivyo post wa vile watu wakaona iko vile. Na Diamond pia nikamtext kwamba anisaidie hata kupata ya time, kwa akaniambia haina shida. Watu watakuwa hapo, watananili kila kitu kitakuwepo sawa. So hataweza amini baada ya kuona watu wameamua kwenda nayo hiyo. Basi acha mimi nikae tu humo. Watu wanaenda nayo hiyo kwa sababu waliona kupitia kwa rafiki yako wa karibu kabisa Kiredio. Alimposti bwana Alikamwe. Na Alikamwe pia shafanya interview siku zimepita nyuma, akasema kwamba ulikuwa na ugomvi naye. Ndio tuko huko. Ndio biashara hiyo chief. Sawa. Baada ya kuona vile watu ndio wakajua labda kwamba kwa sababu yale yalitokea labda umesamiana na nini, lakini kumbe mlikuwa tofauti sana. Tuambie pia kuhusiana na hilo. Sisi ni binadamu tu. Kupishana kupo kwa kawaida. Wala hakuna kitu kubwa sana ambacho kilitokea. Ni hilo tu, unajua sisi pia ni wanawake. So vitu vidogo tu sometimes ukajikuta unachukulia tofauti, wala hata hakuna kitu kikubwa cha hivyo. Unamsamea lakini. Nini? Unamsamea lakini. Hajawahi kunikosea hadi. Asma. Wewe unajisikiaje? Kila ukihusishwa, wewe hauhusishwi na mwanaume fulani, wewe unahusishwa na ndoa direct. Na hizo ni vitu ambavyo watu wanaenda kwa waganga, wanafanya vitu vingi wasipate. Lakini kila moja story yako, wewe unahusishwa na ndoa. Ukiona hivyo, nini kina hit kichwani kwako? Biashara ipo. Yaani biashara ndio leo siku ya kwanza. Wewe kila ukihusishwa unahusishwa na ndoa. Sio tu mahusiano ya kawaida ambapo mitaani tunajua watu wanastafuta ndoa. Sasa wewe huwa unajihisi vipi kila kitokea hivi, ili hali kuna watu hizo ndoa wanazangaikia? Kwa nini unasema ndoa? Of course kila ukihusishwa utasikia ni ndoa, anaolewa. Hata leo pia ndoa. Sijajua ni kwa nini nahusishwa hivyo. Kwa mimi mwenyewe pia nakuwa ni mgeni kama ambavyo wewe unaona. Kuna ile kauli watu wanasema kwamba kila mafanikio ya mwanamke kuna mwanaume pia. Asma pia anabeba hiyo kauli. Sidhani kama za nikaibeba hiyo kauli. Kwa sababu kuna comment kule tumeshapost, watu wanasema kwamba inawezekana hapa ni mbunge kashafanya yake na nini, ukasema yes, kwa kweli bwana. Sawa. Kama wanavyosema kuna nini sawa. Kwa hivyo kamzuia mtu kuwaza ambacho anawaza. Lakini kuna upo kwenye mahusiano ambayo ni rasmi. Siko kwenye mahusiano ambayo ni rasmi. Na ni muda gani sasa kitokea wewe yani hauna mahusiano? Mimi ni muoga, ila ni muda kidogo. Ni muoga wa mahusiano. Weka kwenye hiyo ni muoga, lakini pia ni muda kidogo. Sawa. Na umejipangaje kuendelea kustick na biashara? Kwa sababu pia watu maarufu ni wengi ambao wanazindua biashara, tunaenda promotions zinafanyika, lakini baada ya miezi 3-4 zile biashara tuzioni tena, consistency inakosekana. Wewe umejipangaje? Nadhani mpaka na waza sio kila mtu anaweza kaanzisha kitu tena kaendelea nacho, wengine huwa wanaishia njiani. Lakini nadhani kudra za Mwenyezi Mungu sana na juhudi zangu
Nadhani ndio tutafanya hichi kitu kiendelee kuwepo. Yaani mtakuwa ni mashahidi. Kwa mtu akapoona Asma amepata hatua, ampiga hatua nyingine, basi jua Mwenyezi Mungu amenishika sana. Sana. Na Mwenyezi Mungu naamini ananipenda sana. Yeah. Asma, rafiki yako pia Said amefungua biashara yake na ya kuuza unga. Nafikiri umeiona hiyo. Wewe pia umefungua supermarket ya kuuza vitu nafaka na vitu vingine pia. Hizi idea ni kama ziligongana kwa sababu ndio alianza kupata yeye au mlishirikiana kwenye hilo? Hapana, sijashirikiana naye. Inaitwa kwamba kila mtu anashinda mingo zake. Said alishinda mingo yake safi sana, lakini pia mwenyewe pia kitu kilikopotoka zamani. Yeah. Kuna kazi amelia hapa leo. Nani? Mwachanja. Anajua tulikotoka. Yeah. Una kipi cha kuambia mabinti ambao wanakutazama sasa hivi, ikizingatiwa tu kwenye era ambayo mabinti wengi wanaamini kwenye fedha ya kupewa na mwanaume, kwenye mahusiano ya huyu na yule ili apate fedha? Hata kama kuna binti anaamini kwenye hela ya kupewa, hiyo hela ya kupewa kama anaweza kaigeuza, aigeuze hela ya kupewa ili izalishe hiyo ya kwake. Mimi nachoweza kuambia mabinti kwamba kila mtu ajikune anakofika. Shukuru sana. Mimi ni jana na kama sana.